Ndugu zangu, mimi nimefanya ziara jimbo kwa jimbo kwenye mikoa yote miwili hii ya Pemba, kwenye majimbo 18, na kote nilikopita nimekanyaga barabara ya lami. Naongea na nyinyi wafanyabiashara na wajasiriamali. Ili tuweze kukuza biashara, lazima serikali itutengenezee miundombinu rafiki ya kuweza kuuza biashara zetu. Leo hii kwa uboreshaji tu wa miundombinu ambao umefanyika, maanake mjasiriamali ana uwezo wa kusafirisha bidhaa leo kutoka Wete na leo ikafika mkoani kwa sababu ya miundombinu ya barabara. Lakini serikali imeboresha miundombinu ya bandari zetu. Sasa hivi hatuna sababu tena ya kusafirisha bidhaa kwa kupitia bandari ya Dar es Salaam, kwa sababu bandari zetu meli kubwa zinaweza kutia nanga, tunaweza tukapakia mzigo hapa ukafika mpaka Dubai bila kupitia kwenye bandari ya Dar es Salaam. Haya ni mageuzi makubwa sana. Lakini kwenye sekta ya miundombinu sasa hivi tuna upanuzi mkubwa wa airport ya Pemba. Mimi napita pale, ukiangalia wakandarasi sasa hivi wako site. Ndugu zangu, tumezoea airport ya Pemba wanaoingia hapa ni zile ndege za ndani, lakini kwa upanuzi wa airport ya Pemba sasa hivi ndege kubwa ndani ya muda mfupi ujao zitakuwa zinatia nanga hapa Pemba. Kwa hiyo tutakuwa tunaona ndege za Oman Airways, Qatar Airways zinatoka straight Oman, straight Qatar, straight Dubai, straight to Pemba. Hii kwa wafanyabiashara maana yake una uwezo wa kuuza bidhaa yako kutoka hapa moja kwa moja kwenda wapi? Nje ya nchi. Kwa hiyo viongozi wetu wameboresha mazingira ya biashara na uwekezaji. Lakini mimi juzi kwenye ziara nilifika Micheweni, tukatembelea eneo maalum la Zipa kwa ajili ya uwekezaji. Maanake serikali tunapozungumza imeshatenga maeneo maalum ya uwekezaji. Maeneo hayo yana lami, yana maji, yana umeme. Haya maeneo maanake tayari wawekezaji wanaotaka kuja kuwekeza Pemba hawana haja ya kufikiria mara mbili, kwa sababu miundombinu yote muhimu kwenye maeneo hayo yapo. Na mimi kama mbunge wa vijana, potential ambayo nimeiona sasa hivi, na nitumie fursa hii kuwaomba na nyinyi tushirikiane kuitangaza Pemba. Mimi binafsi nimeifanya hiyo kazi nikiwa mkuu wa wilaya. Maeneo ya wilaya nilizofanya kazi nimezibrandi kwa kiwango cha hali ya juu sana. Sasa ni zamu ya nyumbani. Tunataka tuanzishe kampeni ya wekeza Pemba. Kuna watu hawajui hata makachu pia yanapatikana hapa Pemba, sio tu pale Forodhani Zanzibar. Kuna watu hawajui kwamba fukwe nzuri za kisasa ziko hapa Pemba. Kwa hiyo tutakuja na kampeni kabambe ya wekeza Pemba, kuwaomba wadau wa ndani na nje ya nchi kuja kuwekeza Pemba. Na sisi tuna advantage kwa sababu tayari Unguja imeshakuwa populated. Maeneo ya bichi sasa hivi kupata inakuwa vigumu, lakini Pemba ni virgin. Manake bado watu hawajaigusa, hawajaitumia. Kama tukiitangaza na tukaandaa documentary, na hapa mmeniambia vijana wamejifunza digital business, maana najua wana uwezo wa kutumia mitandao ya kijamii kufanya marketing. Naombeni tushirikiane kwenye project ya wekeza Pemba. Tuwaunge mkono viongozi wetu kwa kuwasaidia kuibrandi Pemba. Mimi nimegundua kuanzia tu sisi wa Tanzania wengi hawajui potential iliyoko Pemba. Wengi hawajui. Sasa hivi ndio wanaanza kuuliza, kumbe Pemba mna hiki, kumbe Pemba mna kile. Hizo taarifa hawana. Ina maana sisi tuna potential kubwa. Tukiitangaza Pemba, wawekezaji wakubwa wakaja kuwekeza hapa nyumbani, na sisi vijana tukapata ajira na tukafanya biashara zetu.
Kwa mfano mfanyabiashara ambaye anafikiria kufanya biashara ya kuku au kilimo, maanake wakija wawekezaji wa mahoteli, maanake yeye ana uhakika wa soko la bidhaa zake. Kwa hiyo maanake ndio nasema biashara na uwekezaji, kwa sababu wanaowekeza wafanyabiashara wanapata benefit na wanaofanya biashara wanavutia uwekezaji. Kwa hiyo hivi vitu vinaenda pamoja. Kwa hiyo tunawashukuru sana viongozi wetu kwa kuweka mazingira wezeshi ya biashara na uwekezaji. Sisi kama viongozi na nyinyi vijana tuna kazi kubwa ya kuitangaza Pemba. Hiyo ndio kazi tuliokuwa nayo, ili tuwasaidie viongozi wetu wakuu kwamba sehemu kama Micheweni ile inakosaje wawekezaji mpaka leo, na ni hot cake. Mtu akija pale anashawishika moja kwa moja kwamba hapa nifanye jambo. Kwa hiyo tunaomba tushirikiane kwenye eneo hili la hii kampeni ya Wekeza Pemba, na kwa sababu tayari mna elimu ya kimtandao, naamini tutashirikiana kufanya promotion ya kutosha ili kushawishi watu waweze kuja. Kwa hiyo nikasema hizi ziwe salamu zangu za utangulizi, lakini naomba nitumie fursa hii kwa namna kipekee kabisa kuendelea kuwashukuru viongozi wangu wa chama na serikali kwa mashirikiano makubwa ambao wamenionyesha toka nimeapishwa kuwa mbunge.